Wakati wanawake wengi wakiwa kwenye msongo wa mawazo na changamoto ya kutokushika ujauzito, wanajikuta tayari wameshachelewa kwa sababu ya kupuuzia baadhi ya changamoto zao, na imekuwa ni chachu ya mafanikio yao ya kupata ujauzito, na imepelekea ndoa nyingi sana zimeweza kukatika na kuweza kushindwa kuendelea hata kwenye mahusiano. Na wanawake wengi wameonekana kuwa na changamoto nyingi na kupelekea mahusiano kukatika, kwa sababu wengi wa wanaume hawapendi wanawake ambao ni matatizo mengi sana. Yaani kila kukicha, leo tatizo hili, kesho tatizo hili. At least una tatizo lakini una uwezo wa kuongeza familia. Sasa moja ya sababu kubwa sana ni shingo ya kizazi, na leo tutapenda kuzungumzia dalili za awali ambazo zinapelekea shingo ya kizazi na kupelekea changamoto ya wanawake wengi kushindwa kushika ujauzito, kwa sababu natakiwa tujue shingo ya kizazi ni muhimu sana katika masuala mazima ya kuweza kupata mtoto. Sasa imekuwa ni changamoto kubwa sana, na familia nyingi zimeweza kupotezana, familia nyingi zimeweza kuachana kwa sababu ya mlango shingo ya kizazi. Sasa leo napenda kuzungumzia hii mada. Okay, karibu sana na pole sana na majukumu ya hapo ulipo, na tuambie unatusikiliza kutokea maeneo gani. Peace be upon you. Kama bado ndo kwanza mara yako ya kwanza umejiunga katika vipindi vyetu, basi nikushauri ni bora usubscribe mapema ili uwe mtu wa kwanza kupata nakala zetu za moja kwa moja. Lakini kama wewe unapenda nakala zetu, basi nikushauri usiwe mchoyo. Unaweza comment, lakini pia unaweza like, lakini usisahau kushare kushare kwa mwingine ili naye aweze kujua. Shingo ya kizazi ni kitu muhimu sana ambapo iko karibu sana na uke, na inapelekea kupata madhara makubwa sana ya maambukizi ikiwa haijaweza kutulika mapema. Japokuwa shingo ya kizazi inakuwa inapelekea changamoto nyingi kama saratani, kama changamoto za kutaziacha kwa muda mrefu, basi inapelekea changamoto kubwa sana ya saratani ya shingo ya kizazi, tunasema kansa shingo ya kizazi. Lakini pia inapelekea maambukizi mengi sana. Lakini tukiendelea, dalili nyingi sana za awali zinakuwa hazijulikani mapema, zinachelewa kujulikana. Inapelekea wanawake wengi wanajikuta tayari wameshaingia kwenye changamoto ya shingo ya kizazi au mlango shingo ya kizazi, na kupelekea changamoto hiyo. Na leo tutaziona dalili hizi za awali ni zipi, na kwamba nikiziwahi mapema, au kama ninaziona nikiziwahi mapema itanipelekea mimi changamoto yangu kutokuwa kubwa zaidi. Okay, moja dalili kubwa ambayo watu wengi wanaipuuzia, wanakuwa baada ya kushiriki wanajikuta tayari wameingia katika changamoto kubwa sana ya kupata damu baada ya tendo. Unajikuta damu unaanza kupata baada ya tendo. Lakini pia unajikuta baada ya kushiriki pale unajikuta tayari umeanza kupata damu. Unajiuliza hii damu imekuaje au imetokea vipi? Unajikuta unaingia katika wasiwasi. Basi nikushauri, hiyo ni dalili ya wazi ya saratani ya shingo ya kizazi au changamoto ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo ukiwa unaiacha kwa muda mrefu, basi ile damu inapelekea na kuoza kwa cells mule ndani, ndio unasikia mtu anapata changamoto ya saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo moja ya sababu yake ni hiyo kupata damu wakati baada ya tendo. Lakini unajikuta katikati ya mzunguko unajikuta unapata tena period nyingine, basi hiyo inakuwa ni dalili pia ya wazi ya changamoto ya saratani
kwenye kizazi. Yani dalili ya awali za kwanza zile za changamoto ya saratani ya shingo ya kizazi ni dalili ambazo unakaribisha changamoto yako. Kwa hiyo nikushauri kama unapitia dalili hizi za kwanza nilizozungumza, basi ni bora kuweza kuwahi kupata matibabu mapema. Okay, dalili nyingine unakuta hedhi inakuwa ni nzito kuliko kawaida. Ikiwa ni mwanamke ambaye unapata changamoto hizi, unapata hedhi ni nzito kuliko kawaida, unapata hedhi na mabonge, unapata hedhi na manyamanyama, basi unakuwa tayari umeanza kukaribisha changamoto ya saratani. Na tunatakiwa tujue kwamba saratani ni tatizo kubwa sana, ni tatizo zaidi ya hormone imbalance, ni tatizo kubwa zaidi kuliko ugonjwa ule wa uchafu. Ni tatizo kubwa sana, linakuwa liko mara 3, mara 4 au mara 6. Kwa hiyo unapelekea changamoto hata kwenye matumizi yako ya matibabu, basi unajikuta unatumia mara nyingi zaidi kuliko mtu wa kawaida. Lakini sababu nyingine tutakiwa tuiangalie ni kupata uchafu ukeni ambao sio wa kawaida. Unajikuta unatoa uchafu ukeni ambapo sio wa kawaida. Unakuwa ni uchafu ambao unajikuta unakuwa mzito, unakuwa unatoa harufu kali, unakuwa unatoa nini kwa sababu ya kuanza kudhoofika au kuanza kuharibika kwa shingo ya kizazi chako. Kwa hiyo ni dalili nyingine. Lakini unapata maumivu makali sana wakati wa kushiriki. Unajikuta unaingia katika hilo wimbi, unajikuta unapata maumivu makali sana wakati wa kushiriki. Unaumia, unachubuka, unapata nini, changamoto nyingi kwa sababu ya shingo ya kizazi au changamoto ya mlango wa kizazi au changamoto ya shingo ya kizazi. Kwa sababu tukisema labda uke ndio huu hapa, alafu shingo ya kizazi iko maeneo haya. Kwa hiyo wakati unashiriki lazima hapa utapata maumivu makali kwa sababu viko karibu zaidi. Kwa hiyo unajikuta maumivu yanakuwa haishi, damu zinakuwa haziishi, tumesema hapo mwanzo. Lakini pia unajikuta damu inakuwa labda nzito. Kuna wengine wanapata changamoto na unakuta damu haikati, inadumu kwa muda mrefu. Mtu anaingia period miezi 3, mtu anaingia period miezi 2, mwezi mmoja, mtu anaingia period siku 20, siku 30. Huyo anakuwa anakaribisha changamoto ya saratani ya shingo ya kizazi. Lakini pia tuangalie na dalili yanayojirudi. Kitu kingine tuangalie kwamba watu wengi wanapata maumivu makali sana wakati wa unapata chini ya kitovu, unapata maumivu makali sana, basi ni wazi unakuwa katika changamoto kubwa sana ya changamoto ya kukaribisha hizi changamoto za shingo ya kizazi. Yani unaingia katika dalili za shingo ya kizazi, kwamba unapata maumivu makali chini ya kitovu au kwenye nyonga, kiuno, unakuwa unapata maumivu makali, basi hiyo ni dalili za awali ambazo za shingo. Lakini hata pia kuna dalili moja ambayo inakuwa inawakumba wanawake wengi, ni dalili hata kama umekoma hedhi lakini bado unajikuta unapata damu. Basi hiyo pia ni changamoto ya shingo ya kizazi. Uko above 45, uko above 50, lakini umeshakoma hedhi lakini bado kuna damu unakuwa unaziona wakati mwingine, basi hiyo ni changamoto mlango shingo ya kizazi. Sasa nini kifanyike au nini kinatakiwa au nini kinahitajika? Basi moja ya kitu ambacho kinachohitajika ni kuweza kupata uchunguzi wa hospitali, lakini pia kuweza kupata matibabu ambayo yanaweza kukusaidia juu ya changamoto yako kwa kurekebisha, kusawazisha na kuweka sawa katika mfumo wako wote wa uzazi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo napenda pia nikupe nafasi hii, kama una changamoto yoyote au una dalili zozote, basi nikusihi unaweza kututafuta moja kwa moja kupitia namba zetu, lakini pia tunaweza tukakupa ushauri kitu gani cha kufanya ili uweze kuondokana na hiyo changamoto. Kwa sababu ukiwa na hizi changamoto, basi unakuwa unaingia katika wimbi kubwa sana la kukosa mtoto, na mahusiano mengi, ndoa nyingi, familia nyingi zinapenda mtoto. Kwa ukiwa hauna mtoto unakuwa unakosa nafasi au unakosa chansi ya kuwa karibu na hiyo familia.
Asante sana, Mungu akubariki. Hakikisha umecomment, lakini pia umelike. Pia tuambie umejifunza kitu gani siku ya leo, na tutaona katika vipindi vinavyokuja.